Jambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Hapa tupo nyuma ambapo ndo sehemu ambapo tunatarajia kujenga banda letu la hawa nguruwe. Kumbuka hapa ni nyuma ya ni backyard ya nyumbani kwa mzee. So hapa ndo tunapoanzia sasa hii project ya nguruwe, then ndo baada ya muda huo tuhamie sasa kwenye shamba letu lile ambalo tumelinunua. Tumeanza kufanya hivyo kuanzia hapa kwa sababu itakuwa ni rahisi kumanage nguruwe ambao tutakuwa nao, then wakisha multiply sasa tuweze kuhamisha kwenye shamba letu lile kubwa ambalo tumeshalinunua tayari. Na material ambayo tunaanza nayo kwa muda huu hapa, unaona hayo ni mabanzi, na hapa tunaenda kufuatia miti mingine ambayo tunaikata huko porini kwa ajili ya kuziwe kama pose za kusimamisha hapa kumeki banda letu liwe ni raised pen. So lengo la kufanya hivyo ni kwa ajili ya kutumia material ambayo ni cheap na yanapatikana kwa wakati huu. Kumbuka kwamba tunafanya hii project ambayo tunahitaji kutumia budget ambayo ni ya chini zaidi, na kumbuka lengo letu ni kuwa na nguruwe. Kwa hiyo tunawafanyia mazingira ambayo wanaweza kaishi hapo, na tunahitaji kutumia material ambayo ni rahisi hata kubana. Tunajua kwamba kuna uhitaji wa mabanda kama yale ya concrete pen, lakini hatuna budget ya kufanya. Tukifanya hivyo tunaweza tukajikuta kwamba tunaishia kufanya project tu hiyo. Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Leo ni Ijumaa ya tarehe 9 ya mwezi wa kwanza 2026, na hapa nipo naonesheni progress ya banda letu ambalo tunatarajia kufuga nguruwe hapa. So banda letu tunatarajia liwe na vyumba 5, kwa tunaanza na nguruwe 5 ambao watakuwa ni watoto ama piglets. Tutawakuza hapa, then kwa ajili na lengo la kufanya hivi hapa tunawazalisha nguruwe kwa ajili ya mbegu, then wakisha multiply sasa ndio tutahamisha kwenye shamba letu la kwanza lile ambalo nimeonyesheni. So this is it. Mtazamaji, hapo kwenye roof tunatarajia kutumia turubai na pia tutumie nyasi, na unavyoona kila kitu tunachokitumia hapa ni local available. Lengo la kufanya hivyo ni kwa ajili ya ku bring cost down, na tujitahidi kutengeneza banda ambalo ni cost effective, yani ni rahisi sana. So haitatumia resources nyingi zetu za hasa za financial resources. Tunaelewa kwamba kuna uhitaji wa concrete pen, but hatuna capacity ya kufanya hivyo, ndio maana tumeenda na cheap material ambayo unaiona hapa. Hapa tunahitaji kutumia matete, then tutumie turubai kwa ajili ya kuhakikisha kwamba banda letu haitavuja, na kwa sababu tunachukulia kwenye nyufa hapa inabidi yafike moja kwa moja mpaka kweli kuondoa maji yasiyo yanadondoka humu kwenye banda letu hapa. So ndio lengo la kufanya hivi, na then tutafanya uzio kwa hapa nyuma kuzuia contact, kwamba watu wasio wanaingia moja kwa moja kwenye banda letu. Moja, kuondoa wizi, na cha pili kuondoa contamination na magonjwa pia kuwa transmitted kutoka kwenye binadamu kuja kwa wanyama wetu ambao tunawafuga hapa, na pia baadhi ya wanyama wengine ambao wanazurura kutoka huko nje kuja kuingia huku ndani, hasa mbwa na kuku majirani, mbuzi na kadhalika, ili wasije wakaathiri wanyama wetu ambao tuko nao humu ndani. So that is it guys for today. Hii ndio progress ya banda letu ambao tunalifanya hapa.